وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا وبعد. Tumesoma katika darasa iliyopita suala la mgonjwa kuswali hali ya kuwa amekaa. Hicho ni kipengele cha pili katika vipengele vya kitabu, kipengele cha tatu katika vipengele vya kitabu Sifati Salati Nabii sallallahu alayhi wasallam, ambacho kipengele cha kwanza ni kuelekea Al-Kaaba, cha pili kusimama, cha tatu ni kuswali mgonjwa hali ya kuwa amekaa. Na leo insha Allah tunazisoma kipengele cha 4 cha kitabu hiki ambacho kimepewa anwani semayo as-salatu fi safina, kuswali juu ya jahazi. As-salatu fi safina, kuswali juu ya jahazi. Wasuila sallallahu alayhi wasallam anis salati fi safina, Mtume sallallahu alayhi wasallama aliulizwa kuhusiana na kuswali juu ya jahazi, kwamba mtu ambaye yuko kwenye usafiri ule wa baharini, jahazi na mfano wake, ana swalije? Faqala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, swali fiha qa'iman, swali katika hilo jahazi kwa kusimama. Swali katika hilo jahazi kwa kusimama. Illa an takhafa al-gharq, isipokuwa ukiogopea kuzama. Ukiogopea kuzama katika maji, basi swali kwa kukaa. Kwa hiyo mtu ambaye yuko katika jahazi ataswali kwa kusimama, ila tu ikiwa anachelea kupata madhara kwa kule kusimama, ataswali kwa kukaa. Zamani majahazi yao hayakuwa kama majahazi ya sisi leo. Zamani ilikuwa ni kiasi cha kwamba ni mbao zimeunganishwa zikawekwa sehemu za kukaa kwa ndani. Kwa hiyo mara nyingi ilikuwa ikiendeshwa kwa njia ya upepo. Kwa kuna kitambara wanaweka kule ambacho ule upepo ukikipiga ndio linasukumwa lile jahazi. Kwa mfano, Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu ni sahaba wa Mtume. Ukisoma ile hadithi ndefu kabisa katika Sahihi Muslim, Tamim ad-Dari akielezea alikuwa katika zama hizo na watu wa Makka. Siku moja katika safari zake baharini akiwa na mwenzie, hadithi ile inamuelezea Masih Dajjal ile. Tamim ad-Dari walikuwa kwenye jahazi ambalo linapelekwa na upepo, mashua. Upepo ukavuma mno baharini, wakawa wanapelekwa mbio kweli kweli kiasi cha mwezi mzima. Wanapoenda hawajui. Wakafika sehemu karibu kuna kisiwa, wakasema hebu tufikie kwenye kile kisiwa, asa kuna watu pale tukapata msaada. Walipofika kwenye kile kisiwa wakakutana na mnyama mkubwa sana, ana manyoya mengi, haonekani mbele ni wapi wala nyuma ni wapi. Wakamuuliza, we nani? Akaambia, mimi naitwa Jasasa. Jasasa nani? Akasema, bwana hebu nendeni kibanda kile, pana mtu kule, yeye ana hamu ya kuongea na nyinyi. Tamim ad-Dari asema tukaondoka haraka haraka tukiogopea isije akawa ni shetani. Wakafika kwenye ile nyumba, kwenye kile kisiwa. Walipoingia, anasema Tamim ad-Dari, fa idha fihi insanun adhimun, ghafla ndani ya nyumba hiyo pana binadamu mkubwa kweli kweli, mwanadamu lakini mkubwa kweli kweli, sio wa kawaida. Baina ya magoti yake na mapaja yake yamefungwa kwa vyuma kwenye nguzo za ile nyumba, kadhalika mikono amefungwa kwa vyuma kwenye ile nyumba. Wakawauliza, vipi huyu Nabii Musa kashapita huko? Yule mtu awauliza, Nabii Musa kashapita? Si wenyewe twasikia tu habari zake wa zamani kweli kweli. Na huyu Muhammad pia? Wakasema ndiyo, Muhammad amekuja. Akasema kumbe hata mimi nimekaribia kuachiwa sasa.
mitende bado yazaa tende kule na mito yapitisha maji? Wakasema ndiyo, na watu wanavuna. Akasema basi karibuni hawatovuna. Hawa watu wa Maka washamfukuza Muhammad na akashapokelewa Madina? Akasema ndiyo. Huyu bwana akapata habari gani huku? Wakasema ingekuwa bora kwao kama wangemfuata. Hadithi hiyo kwenye Sahih Muslim. Hapa tuisoma tu kwa haraka haraka kwa maana yake. Basi Tamimu Dari akaondoka pale. Baada ya pale waliporudi mjini, moja kwa moja akafunga safari kwenda Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia Mtume, uko baharini, uko kwenye safari zangu, mwezi mzima jahazi la pelekwa na upepo mpaka tukafika kwenye kisiwa fulani. Tukifika tukakutana na habari hii, kuna mtu huko mkubwa kweli kweli kafungwa ndani ya nyumba, habari zake ni hizi na hizi, kasema hivi na hivi. Mtume akamwambia Bilali, tangazia watu waambie as-salatu jamia. Watu wakaambiwa as-salatu jamia, watu wakakusanyika msikitini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa kwenye mimbar akamwambia, mimi sikuwaitieni jambo la kutisha wala la furaha, lakini tu huyu ndugu yenu Tamim amenisimulia habari ambayo imewafikiana na vile nilivyokuwa na kusimulieni kuhusu Masih Dajjali. Ala wa innahu hahuna. Mtume akaishiria upande wa mashariki akasema yuko upande huu, itakuwa yuko bahari hizi za mashariki, kafungiwa huko. Fa in yakhruju ana fikum fa ana hajiju, kama atatolewa bado mimi nipo hai baina yenu, basi mimi nitakuwa mtetezi wenu kwa dhidi yake. Na akitoka baada ya mimi kuondoka, kila muumini atajitetea mwenyewe na Allah ndiye msimamizi wa umma wangu. Kwa hiyo hii hadithi ikatujulisha kwamba Masih Dajjali sio kwamba atazaliwa atakuwa. Kwa vile vinavyotangazwa kwenye baadhi ya vyombo vya habari huko, jamani Dajjali kazaliwa, angalia mtoto huyu kazaliwa sio na jicho moja hivi na hivi, uongo. Masih Dajjali yupo, sio kwamba hayupo, yupo, ila kafungiwa sehemu. Ikifika muda wake wa kutolewa atatolewa. Na hadithi zote zinazoeleza kuhusu Dajjali zinasema yakhruju, atatoka, kwa maana kuna sehemu kafungiwa. Na hawa maswahaba wao wamemuona kwa macho yao na wakaongea naye, wakauliza hayo waliouliza. Na hili nalo latujulisha kwamba yale wanaosema baadhi ya watu sijui wamepima ardhi nzima, wameizunguka wakapima urefu wake ni kilomita kadhaa, sijui upana wake kilomita, ni uongo. Kama wangekuwa wametembea kote si wangemkuta Dajjali, wangemuona. Kuna mpaka leo pamoja na satellite zetu zote bado hatujamuona, lakini wanadamu wenzetu walienda wakamuona kwa macho ndani ya dunia hii. Na Mtume anasema yuko upande hizi za mashariki, kwenye bahari za mashariki. Haya, sasa kilichopelekea kuleta kisa hiki nini? Ni kutaja hili jahazi ambalo walikuwa wakitumia wao zama zile. Kwamba lilikuwa likoje? Ilikuwa ni vyombo ambavyo vyatengenezwa kisha vinaendeshwa na upepo baharini. Kwamba wanaweka tambara fulani, upepo ukilipiga lile ndio wanaenda safari zao. Ala kulli hal. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameulizwa tu swalije kwenye jahazi, akasema swalini kwa kusimama, ila ukiogopea kuzama basi swali kwa kukaa. Kadhalika akasema walamma asanna, hadithi hii ambayo Rasulullah anatutaka tuswali kwa kusimama, tukiogopea kuzama tuswali kwa kukaa kwenye jahazi, ni hadithi ambayo kaipokea al-Imam al-Bazzar na ad-Daraqutni na Abdul Ghani al-Maqdisi katika Sunan. Kadhalika ikiwa sasa vyombo vyetu vya kisasa vimeboreshwa kiasi ambacho utaweza kuswali kwa kusimama kwa utulivu, basi utaswali kwa kusimama. Bado hadithi yafanya kazi, swali fiha qa'iman illa an takhafa al-gharq. Walamma asanna sallallahu alayhi wasallama ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipozeeka, kuna baadhi ya swala alikuwa akija na fimbo akiitegemea katika swala. Na hilo ni jambo la faa kwa yule ambaye amefika hatua kuswali kwa kujitegemea hawezi, basi anaweza kufanya hivyo. Anaweza kufanya hivyo na hakuna ubaya. Hadithi hii nayo kaipokea al-Imam Abu Daud na al-Hakim na ameisahihisha al-Imam al-Dhahabi rahimahullah. Anasema Sheikh al-Albani rahimahullah, wa hukmu as-salati fi at-ta'irati kas-salati fi as-safinati, hukumu ya kuswali juu ya ndege ni kama hukumu ya kuswali katika jahazi.
an yusalli qa'iman, kwamba aswali kwa kusimama, inistataa, akiweza. Huyo anayeswali akiwa kwenye ndege aswali kwa kusimama akiweza. Wa illa, na kama hawezi, salla jalisan, ataswali kwa kukaa. Imaan biruku'in wa sujudin, ikifika sehemu za kusujudu na kurukuu ataishiria kwa kuinamisha kichwa, kama takaddama, kama ilivyotangulia. Haya ndiyo maelezo ya kipengele hiki cha 4, ambacho ni kipengele cha kuswali, namna ya kuswali katika jahazi. Namna ya kuswali katika jahazi. Tunamwomba Allah Jalla wa Ala atufahamishe yale tusiyoyajua, na aturuzuku kuyafanyia kazi yale ambayo tumeyajua, na tuongezee ilmu. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.